Nataka tujifunze kwa muda mfupi. Andika kichwa cha somo kinasema hana kitu kwangu. Nataka nisikie ukinifuatisha neno hili, sema hana kitu kwangu. Rudia tena, sema hana kitu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amenipa neno hili kwa ajili yako jioni ya leo, uweze kujifunza, uongeze maarifa fulani kwenye maisha yako. Na alinipa andiko la kusimama nalo, funua kitabu cha Yohana 14:30. Yohana 14:30. Yohana 14:30 inasema, mimi nitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Narudia tena, inasema mimi nitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Rudia kusema tena, naomba mkontrol mtoto. Rudia kusema tena, wala hana kitu kwangu. Sema tena, wala hana kitu kwangu. Yes, huyo ni Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Ni Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake akiwa Yerusalemu, kabla ya kwenda kukinywea kikombe, au kabla ya kwenda kuteswa, kabla ya kwenda kusulubiwa. Ilikuwa ni usiku wa mwisho, akiwa pamoja na wanafunzi wakawa wanakaribia kuondoka kwenye ile bustani ya Gethsemane. Kwa hiyo Yesu akawaambia kauli hiyo. Kiufupi, Yesu alikuwa anawaandaa watu hawa kuweza kuwajuza, cha kwanza, wakati wake umeisha. Wakati wa yeye kuwepo duniani umekaribia kuisha. Lakini jambo moja Yesu alikuwa anazungumza nao hivyo, alikuwa anataka kuwaprove watu hawa ya kwamba pamoja na kwamba wakati wangu umeisha na muda wangu umekaribia kuondoka, lakini ninawaambia ukweli, yeye huyo ajaye kwa ajili ya shughuli ya kunifanya mimi niweze kuperish, hana kitu kwangu. Hana kitu kwangu. Kauli kubwa sana Yesu alizungumza, na hapa ndipo pamejificha fumbo la maisha ya muamini. Kwa nini Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba adui hana kitu kwake? Yesu alitumia kauli ya kusema mkuu wa ulimwengu. Shetani ndiyo anaitwa mkuu wa ulimwengu huu. Haleluya! Kwa maana nyingine anaitwa mungu wa dunia hii. So mtu yeyote akikuuliza mungu wa dunia hii ni nani, sio Mungu wa mbinguni. Mungu wa dunia hii ni Shetani. Ndio maana baada ya Shetani kutupwa mbinguni, Shetani alikuja kuweka makao wapi? Duniani. Kuna watu wako wanajiuliza, sasa kuzimu, unajua watu wengi mmetengenezewa ile fikra kwamba kuzimu ni chini ya ardhi, alafu mbinguni ni juu. Kumbuka wewe hapa unasema mbinguni ni juu, lakini ukiangalia jinsi dunia ilivyokaa, aliyepo Marekani naye anasema mbinguni ni juu, lakini kila mtu ana juu ya kwake. Ni namna tu ambavyo watu wametengenezewa kwamba Shetani ni wa chini, Mungu ni wa juu. Ndio maana watu nasema vitu vya Mungu huwa vinashuka, malaika huwa wanashuka, lakini vitu vya Shetani huwa vinafanyaje? Vinapanda. Ukisikia shangazi amepandisha, manake anapandisha nini? Mashetani. Ukisikia kwamba fulani amepandisha, manake amepandisha mashetani. Mashetani ana kawaida ya kuibuka kutoka chini kwenda wapi? Kwenda juu. Vya Mungu vinatoka juu kwenda chini. Kwa hiyo Yesu akamtem Shetani kama mkuu wa ulimwengu huu.
Sio kwamba Yesu alikuwa anampa sifa au ni nini, ni cheo cha shetani. Shetani ndio mkuu wa ulimwengu huu. Ndio maana Mungu anafika mbali, anasema yoyote aupendaye ulimwengu, aupendaye dunia ni adui wa Mungu, na yoyote anayeuchukia ulimwengu huu basi lazima awe rafiki wa Mungu. Ndio maana 98% ya mambo mengi ambayo wanadamu wanayafurahia, wanaona yanawapendeza, ni mambo ambayo shetani ametia mkono wake kwa hapa duniani. 2% hizo zilizobaki ni mambo ambayo watu wengi hawapendezi nayo, lakini ndio mambo ambayo Mungu anayataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana na shetani yuko bize na kuwafumbaza watu, anainua teknolojia, AI, manini, watu wanayafurahia, wanahisi kwamba wanarahisishiwa maisha. Kumbe ni ajenda ya shetani kuwafanya watu wawe wapumbavu, afu pia wazidi kumkosea Mungu. Sasa hivi unaona imekuwa jambo la kawaida, waimbaji wa gospel sasa hivi wanatunga nyimbo za AI. Watu wanatunga nyimbo za AI, ndio zimejaa kwenye simu zao. Yaani mtu anasikia nyimbo ya AI anaona inambariki. Just imagine, kuna kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu huu. Ina maana kuna time ambao tunaenda mpaka Biblia zitakuwa adimu. Biblia zitakuwa adimu kivipi? Shetani anaenda kufanya mpango wa kuhakikisha neno la Mungu kwenye vinywa vya watu na kwenye maisha ya watu limeondoka. Na hili neno la Mungu linaondokaje? Ameshaanza. Ndio maana unaona hizo harakati za kuleta vitendea kazi, vifaa vya upako, ni kwa sababu Yesu anatakiwa awe adimu kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo mambo mengi yanayoendelea duniani usione yanatokea kama bahati mbaya. Wanachokitafuta hawa watu, wanatafuta Yesu awe adimu kwenye vinywa vya watu. Ndio maana sasa hivi utaona ni vyepesi mtu kutoa ushuhuda madhabahuni, mtumishi, nashukuru baada ya kunipa yale maji vidonda vyangu vya tumbo vimekauka. Huyo mtu kwenye ufahamu wake tayari ameshamtoa Yesu, ameshaweka maji kwamba baada ya kunipa yale maji uliyoyaombea vidonda vyangu vya tumbo vimekauka. Ina maana ile moment mtu anasema hivyo, tayari ule utukufu ameshautoa kwa Mungu, ameupeleka kwenye vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndio utakiwa uwe makini sana. Biblia inavyosema ibada za sanamu, watu wengi wanafikiria ni Katoliki tu wanaabudu ibada za sanamu kwa sababu ya yale masanamu. Ibada ya sanamu ni pia hata huku kwenye makanisa ya kiroho bado zinafanyika kupitia hivi vitu vidogo vidogo. Unapochukua kitu ukaanza kumwaminisha mtu ukamtoa Kristo katika hicho kitu, ina maana tayari ushaingiza ibada ya sanamu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utakuja kujiuliza kwa nini Yesu alipokuwa akienda kujitambulisha, alikuwa akisema mambo, mara nyingi alikuwa akitumia vitu fulani, mara mimi ni mti wa uzima, mimi ni maji yaliyo hai, mimi ni chumvi, mimi ni nuru. Kwa nini Yesu alikuwa anasema hivyo? Pia kwa ajili ya kuondoa baadhi ya vitu ambavyo watu wengi walikuwa wanaviona kama msaada. Maana Yesu alikuwa anajaribu kuweka usawa kwamba yeye ni msaada kuliko maji, yeye ni msaada kuliko hata chumvi, yeye ni msaada kuliko hata chochote ambacho hapo zamani za kale kilikuwa na nguvu ya kumwakilisha Mungu katika utendaji fulani. Ina maana ukiwa na Yesu umepata vitu vyote. Ukiwa na Yesu umepata kila kitu kwenye maisha yako. Lakini sasa kwa sababu shetani ndio mungu wa dunia hii, ule mpango ambao uliwahi kutokea zamani za kale, mtu mmoja anaitwa Nimrod kaandaa mpango wa kujenga mnara wa Babeli. Mungu alimwambia Nuhu baada ya kutoka kwenye safina, akamwambia Nuhu, nendeni mkazaane mkaongezeke. Lakini Nimrod akakusanya watu, akasema tukae sehemu moja na tujijengee mnara, tukae sehemu moja. Mungu ametoa agizo kwamba nendeni mkakae mkaongezeke, alafu huyu mtu akasema tukae sehemu moja. Tayari akawa ameshaanza kuingia kwenye oda tofauti na Mungu. Sasa lile jambo msifikirie limeisha. Sio kwa sababu Mungu aliwatawanya wale watu kwa lugha tofauti tofauti. Naomba mtoe huyo mtu nje. Sio kwa sababu Mungu alitawanya lugha
baada ya wale watu kufanya lile kosa, ukafikiria ule mpango umeisha. Unavyoona dunia imerahisishiwa mawasiliano, unavyoona dunia imerahisishiwa, ndio maana kuna mpango unaendelea duniani unaitwa kuifanya dunia kuwa kama kijiji. Wangapi mmewahi kusikia ile neno kwamba tunafanya dunia kuwa kama kijiji? Kwa nini wanasema kuifanya dunia kuwa kama kijiji? Kwenye fahamu za watu wanaona kana kwamba wanarahisishiwa maisha, kwamba sasa hivi naweza nikanyanyua tu simu nikawasiliana na mtu wa Marekani nikafanya hivi. Lengo hapo, kuna ajenda ya shetani inayoendelea kuifanya dunia kuwa kama kijiji, ili dunia nzima iungane iwe na lugha hii, dunia nzima iungane iwe na kitu hiki kimoja. Ndio maana mazingira yanayotengenezwa hata huyu mpinga Kristo kuja kuingia, huyu mpinga Kristo atakuja kufanya, kuna ajenda zitatokea, mataifa yote haya unayoyaona duniani yataungana kuwa kitu hiki kimoja, ili dunia iweze kutawaliwa kwa urahisi. Sasa hauwezi ukatawala au ukaingiza ajenda zako mahali kama hujawaunganisha watu, kama hujawafanya watu kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo sisi tunafurahia tu unajua Kiingereza ni kizuri, lazima tujifunze Kiingereza. Usipojua Kiingereza huwezi ukapokelewa. Na wewe unafurahia Kiingereza na ni kizuri kukijua, of course, lakini ndani ya hayo mambo ambayo unaona wazungu wamevileta, kuna ajenda za shetani za kuifanya dunia iwe kitu hiki kimoja. Na dunia ikiwa kitu kimoja, basi ili waweze kupata access ya kumchukiza Mungu, kwamba wewe ulituambia tutawanyike, naona sasa tumerudisha, tumekuwa na lugha moja, ona sasa tumerudisha, tumekuwa na kitu kimoja. Sasa mambo yote hayo yanayoendelea hapa duniani ni kwa sababu ya huyu mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Ndio maana Yesu akamtemu kama mkuu wa nini? Mkuu wa ulimwengu. Mkuu wa ulimwengu. Shetani si alikuwa anataka mamlaka, shetani alikuwa anataka nafasi, alikuwa anataka kiti. Basi Mungu alivyomtupa, ndio maana unaona kwenye uumbaji, Mungu anapotaka kuja kuanza kuumba dunia, atuonyeshi malaika waliumbwa lini, wala atuonyeshi shetani alitupwa lini, lakini Biblia inaanza na kusema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limefurika juu ya vilindi vya uso wa maji. Giza ni tafsiri ya adui, giza ni tafsiri ya shetani. Na ndio maana mtu ambaye amefungwa na adui tunaitwa amefungwa na nguvu za nini? Za giza. Mtu yoyote ambaye shetani amemfunga, maana yake huyu mtu amefungwa na giza. Ndio maana hata Mungu ili akutoe kwenye giza anakupa neno lake. Neno lake ni nuru. Ukilijua hilo neno, kwa kuwa maandiko yanasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ukiijua hiyo kweli, inaanza kukupa nuru. Kumbe hiki ni kosa. Kumbe hapa nilikuwa nakosea. The moment unaanza kusema kumbe hili hapa nilikuwa nakosea, ninaacha, tayari kuna nuru imeingia ndani yako, inamulika. Halo, nazungumza na mtu hapa. Na hakuna kitu chenye nguvu kama nuru. Nuru ndio ina uwezo wa kufukuza giza, ila giza halina uwezo wa kufukuza nini? Nuru. Ndio maana ukichukua tochi ukaiwasha hapa, the moment unaiwasha tu mwanga unatokea. Lakini ushai kusikia kwamba kuna mwanga wa giza, kwamba giza likimulika linafukuza? Hapana. Giza ili lipate nafasi ni mpaka nuru imezimika, mpaka nuru imeondoka, ndio giza linakwepa. Ila giza haliwezi kufukuza nini? Haliwezi kufukuza nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza kwa watu wazima, nadhani mnanielewa. Ukishapata nuru, una uwezo wa kumulika popote kwa sababu ya ile nuru ulionayo. Ukiwa na neno la Kristo likiwa limejaa ndani yako, unaweza kupita popote kwa sababu lile neno limejaa ndani yako. Kuna mahali hautokuja kuvuka, uwe muombaji sana, uwe unafunga sana, uwe unafanya nini, kuna mahali unavuka kwa sababu ya uelewa, kwa sababu ya maarifa, kwa sababu ya kujua ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Can you imagine saizi kuna mtu hapa anapambana, uchumi wake hauendi, vitu gani haviendi, alafu huyu mtu hajui kama kuna kitu kinaitwa zaka. So unafikiria huyo mtu, unafikiri Mungu huwa yaani Mungu huwa angalii wewe unajua au hujui, utaendelea kupita mpaka siku umejua. Mungu yeye anaendelea kusema mpaka siku umejua.
Unamwona mtoto yule pale ni mdogo, hajui kuongea vizuri, lakini anaota ndoto, na muda mwingine anaota ndoto za kinabii au zina maana kabisa. Yeye awe anajua kuongea ajui, haina maana Mungu ataacha kumpa ndoto, ataendelea kumpa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ukivijua ukweli ukaanza kufanya, adui anaacha kukusumbua kwa sababu umeujua ukweli. Kuna vitu havihitaji kuomba. Kwa hiyo shetani anawaambia kwamba mkuu wa ulimwengu anakuja, lakini hana kitu kwangu. Sema hana kitu kwangu. Hapa pamebeba maana kubwa sana. Hana kitu kwangu, hana kitu kwangu. Kwa nini Yesu alisema hivyo? Hana kitu kwangu. Na naomba ndo unisikilize, nazungumza tu ndani ya dakika 6 au 10 tumalize, tuombe. Kuna watu Mungu anataka wape mwanzo mpya baada ya kujua ukweli. Kuna watu Mungu anataka waongezee kitu kipya baada ya kujua ukweli. Katika kanisa la leo utajiuliza, tuko katika kizazi cha neema. Tunasema tupo katika kizazi cha neema, lakini utakuja kugundua kizazi cha neema ndo kinatembea katika kiwango cha ovyo na cha chini kuliko ambavyo Biblia ilitabiri. Unakuja kujiuliza, mbona wakina Yohana, wakina nani walikuwa wanatembea na Mungu kwa kiwango cha juu mno? Kwa nini kizazi hiki ambacho tunaita ndo cha neema kinatembea katika ufinyu? Yohana alikuwa anahubiri Injili pembezoni mwa mji, lakini watu walitoka mjini wakamfuata Yohana kwenda kusikia nini? Kusikia Injili. Hakuwa na spika, hakuwa na maredio, hakuwa na muziki, lakini watu walitoka wakamfuata kule. Kinini kilisababisha wamfuate kule? Halo, nazungumza na mtu hapa. Lakini leo tunaotembea kwenye neema tunasikizia teknolojia imeenda. Kwa sababu ya teknolojia sisi lazima tutumie spika. Ni kweli tunatumia spika ili turahisishie, na wengine wamefika mbali, wanasema bila spika huwezi kuona upako ukitokea, kwamba bila spika watu hawezi kufufuka, vitu haviwezi kufanyika. Sasa narudi kwetu sisi, kizazi hiki tunaamini sasa hivi, watumishi wa leo tunaamini tukatafute center, kwamba nikiweka kanisa pembezoni mwa mji wa shirika hawaji, wacha tuende pale pale Sinza katikati pale, ndio watu, kuna kusanyiko la watu. Unaona, yani sisi tumeacha kutegemea uwezo wa Mungu, tumeacha kutembea katika uwezo wa Mungu, tunatembelea katika uwezo wa kutega watu, kwamba tukitega sehemu fulani, wanaotoka Ubungo, wanaotoka mawasiliano, wanaotoka wapi, watakuja hapa. Yani sisi ndo tunaanza kufukuzia watu tutege. Kumbe hatujajua kuna kiwango ukiwa nacho, haijalishi umeenda Vikindo, haijalishi umepeleka huduma yako Morogoro vijijini, watu watatoka Dar es Salaam watakufuata Morogoro kutafuta uponyaji. Watu watatoka Dar es Salaam watakufuata Sumbawanga. Yani mtu anasafiri anakufuata. Kwani mjaona kuna watu si wanasafiri hapa wanaenda Nigeria kwenda kutafuta msaada? Kuna watu wanasafiri wanaenda South Africa, anamfuata mtumishi fulani. Kwa nini anatoka na msafiri? Bidhaa yenye thamani haihitaji kujitangaza. Bidhaa yenye thamani watu wataiona ile thamani, wataifuata ile thamani. Haitotegemea posta nyingi, haitotegemea kupiga simu karibu ibada. Kama una thamani, mtu ataiona thamani, atakuja kwa ajili ya hiyo thamani. Nazungumza na mtu hapa. Halo. Kwa hiyo Yesu anasema mkuu wa ulimwengu huu hana kitu kwangu. Wakati nasoma nilishtuka sana. Mimi nitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajua kuna muda umekaribia, anaenda kukamatwa. Lakini wakati Yesu anaenda kukamatwa, Yesu alikuwa anaelewa, pamoja na kwamba anaenda kukamatwa, shetani hana kitu kwake. Sasa hapa ndo naomba unisikilize kwa makini. Kwa nini Yesu aliwaambia wale watu mkuu wa ulimwengu huu anakuja lakini hana kitu kwangu? Tungekuja kwenye swala la Yesu kushtakiwa kwa haki, kwamba Yesu ingekuwa ni kwa sababu ya kutokutenda dhambi, au ingekuwa ni kwa sababu ya dhambi, Yesu asingesulubishwa. Hakuna shtaka lolote ambalo lingesababishwa Yesu akagongelewe msalabani. Hakuwa na kosa lolote
ambalo lingesababisha Yesu apelekwe wapi? Msalabani. Kilichosababisha Yesu afe au kwenda kuteswa ni kwa sababu Mungu alimpa Yesu hiyo assignment tangu anazaliwa. Anamwambia Mariamu, mtamzaa mtoto, jina lake mtamwita nani? Yesu, kwa maana amekuja kuwaokoa watu na nini? Na dhambi zao. Mtoto anazaliwa, kabla hajazaliwa Mungu anatoa jina. Nikugeukie mwenzangu hapa, wazazi wako Mungu aliwapa jina kabla hujazaliwa? Tutazungumzia siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtoto yoyote anayekuja na assignment duniani, Mungu huwa anatoa jina kwanza. Kama wazazi walikaa vibaya na Mungu, ndio unakuja unashangaa mbeleni, ndio Mungu anaamua, anamsaidia. Ni mtu mzima, lakini Mungu anaona ili alitofika mahali popote, analipa jina. Ibrahimu siku zote alikuwa anaitwa Abrahamu, hana mtoto, mpaka siku amekutana na Mungu akamwambia, kuanzia leo utaitwa Ibrahimu, ndo akaanza kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaitwa Yakobo, alikuwa hana maisha, yuko vibaya, mpaka siku amebadilishwa jina la Yakobo akaitwa Israeli, ndipo jamaa maisha yake yakainuka. Nazungumza na mtu hapa. Kuna mtu anaitwa Sauli, alikuwa katili, alikuwa anaua, alipobadilishwa akawa Paulo, ndo akawa mtumishi mkubwa mzuri wa Mungu. Kuna mtu ananielewa hapo? Chochote kilichokuja na assignment duniani kina purpose ya Mungu duniani, ina maana lazima Mungu alishalitoa hata jina lake. Ndio maana uko hapa, nina uhakika uko hapa, kuna jina lako la kiroho unalo, ila ulijui. Ila kwa sababu umezaliwa huko Vikindu, umezaliwa huko Bonyokwa, umezaliwa huko Ilinga, umezaliwa wapi, wazazi walikaa tu, umezaliwa wakauliza eti tumuite nani, wakapendekeza, eti wanapendekeza. Lakini mzazi anayejielewa ni ule kabla mtoto hajazaliwa anamuuliza Mungu, Mungu, huyu mtoto anayezaliwa nimuite nani? Rebeka akiwa na mimba, watoto wakawa wanasumbua, kumbe alikuwa na mapacha. Akasema, Mungu, mbona tumbo langu linasumbua hivi? Mungu anamwambia, kwenye tumbo lako umebeba mataifa mawili, mkubwa atamtumikia mdogo. Si unanielewa? Mungu anamwambia Rebeka ukweli kwamba kwenye tumbo lako kuna watu hawa wawili, lakini mdogo ndo atakuwa na nguvu kuliko mkubwa. Mpaka siku watoto wale wanazaliwa, kuzaliwa kwao tu, sijajua mapacha wao wanazaliwaje, mimi sielewi wanawake, lakini kuzaliwa kwa wale watoto, Biblia inasema walitoka wameshikana miguu. Yaani mwingine alitoka Kulu ambaye ni huyo Esau, lakini Doto walikuwa wamemshikilia Esau miguu kwamba kuna mahali unaniacha. Unabii andalia atakuja kuzaliwa kwao, wanatoka wameng'ang'aniana, lakini bado pamoja na kung'ang'aniana, bado Yakobo alikuja kapambana, kaiba baraka za kaka yake akapokonya, mpaka ikawa vile vile sawasawa na neno la unabii ambalo Mungu alitoa kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo, watu wengi leo mnaishi nje na maisha yenu, mnaishi nje na wewe ulivyo, kwa sababu haulijui jina lako ambalo Mungu alikupa kutokea mbinguni. Ashukuriwe Mungu, mimi nishapewa jina na nishalijua, na kuombea na wewe Mungu akakupe jina lako. Unalo jina, nina uhakika kabisa unalo jina. Ni watu wachache sana ambao majina waliowaita watoto wao ndio mbingu zinawatambua, ni wachache sana, ila unalo jina. Ninaamini na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akakufunulie jina lako. Jina la mtu ndio, yani jina lako ndio wewe, jina lako ndio limebeba uwewe. Ukiishi nje na jina lako, manake hakuna kitu kitafanyika kwenye maisha yako. Nazungumza na mtu hapa. Biblia inasema heri jina jema kuliko mali nyingi. Hamjai kujiuliza kwa nini wasanii hao wanaoimba miziki ya kidunia, kwa nini wakiingia kuimba wanabadilisha majina? Hamjai kujua? Wengi mnatembea na mikosi kwa sababu ya majina yenu. Wewe ushajua kwa nini Diamond asijiite Nasbu? Kwa nini asiende kwa kujiita Nasbu Abduli kwenye nyimbo zake? Kwa nini ajiite Diamond? Kwa nini ajiite Almas? Jina limebeba mafanikio yako, jina limekubeba wewe, jina linakuwakilisha wewe. Kwa mahali popote ambapo jina lako linaweza kuwa ndio maana wachawi hawahangaiki. Wachawi wanalitumia jina la mtu, wakipata jina lako hawana haja ya picha, wakizungumza kwenye lile jina. Ndio maana kuna watu mkinitumiaga maombi niwaombee, labda ninasema nitumie jina la huyo mtu au picha. Wakipata jina, wakilizungumzia lile jina, hata kama uko Marekani umefungwa huko kutumia jina. Hebu sema kwa jina la Yesu, yoyote aliyenifunga kwa kupitia jina langu, yoyote aliyeniwizia jambo kwa kupitia jina langu, akanitegea jambo,
kwa damu ya Yesu na yeyusha hicho kitu, na yeyusha huo usemi katika jina la Yesu. Halo, jina lina maana kubwa, jina lina maana kubwa. Mara kwanza mimi Mungu akawa ananisemesha, mimi nimezaliwa kwetu, wazazi wangu ni walokole, lakini walinipa jina Gamalieli. Lakini Gamalieli kwenye Biblia ukisoma ni mtu aliyekuwa katili. Gamalieli ndiye aliwafundisha wakina Paulo ukatili wa kuwachinja mitume. Kwa Gamalieli alikuwa anasimamia oda hiyo, kachinje, yes, fanya hivi. Sasa just imagine, eti kwa sababu mzazi ni mlokole tu wa kanisani, mtoto amezaliwa yeye anafunua Biblia, anasoma tu Gamalieli, tumpe tu jina hili, hajajua nini maana hilo jina. Okay, unaweza kuwa jina ni kama lina maana nzuri, lakini roho ya ile jina lina roho. Jina lina roho. Nenda katafute watu wanaoitwa kina Tabu. Mtu anaitwa Masumbuko. Hata kama unamuona asumbuki leo, lakini nakwambia huyo mtu haji kupata amani kwenye maisha yake. Majina yana roho. Mtu anafikia tu anasoma tu Biblia, anaenda kumpa mtu jina Simioni, eti kwa sababu amesoma kwenye Biblia. Lakini kwenye Biblia Simioni maana yake sikupendwa. Unashangaa mtoto anakuwa, mabinti wanamkimbia. Kwa nini? Wewe uliyekimbilia kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata mimi wazazi walinipa jina Gamalieli na kana najua hivyo. Nimeanza huduma, kabla sijaanza huduma Mungu ananifuata kwenye ndoto, ananisemesha, wewe hauitwi Gamalieli. Nakataa, anasema, kwa nini naitwa jina? Kwa nini nisiitwe kati ndio jina nilopewa na wazazi? Mungu anasema okay. Nikakataa. Ikatokea nikakutana na mtumishi fulani. Mtumishi yule akanisimamisha, akanambia, wewe unaitwa Isaya, sio Gamalieli. Nikasema huyo mtu vipi tena? Nikakataa bado. Sikukataa, nilihifadhi mara ya pili, kwa sababu Biblia inasema kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu jambo langu lidhibitike. Nikasema hii imekwaje? Juzi tena nimelala usiku kwenye maono, asubuhi ile huwa sio ndoto. Chochote unachokiona asubuhi kati ya saa 11, saa 10, saa 11 kwenda saa 12, ile huwa sio ndoto. Mara nyingi yale huwa ni maono. Ndio maana unaweza kuwa umelala hivi na unajitambua kabisa, hapa nimejilaza, kiki kuna vitu unaviona. Nikamwona mtumishi mmoja anaitwa Mizi Nzwake, akanijia, apostle. Kuna watu wengi wamesimama, akanisalimia, hey, how are you Isaya? Ananisalimia Isaya. Lakini kwenye yale maono nikamuitikia, I'm fine. Eti namuitikia na Kiingereza, I'm fine. Nilipoamka pale nikasema, hii ina maana gani? Nikasema okay, Mungu, kuanzia leo nataka nidhibitishe hiki kitu. Natoka hapa, naenda kwa babu yangu wa kiroho Mbagala. Nikifika kwa babu yangu wa kiroho Mbagala, hiyo siku, yes, nitahubiri. Kama babu yangu atataja andiko la kwanza likawa la Isaya, basi nitajua ndio jina langu. Nimetoka, nimeenda Mbagala tena kwa kuchelewa. Nimefika, nimekaribishwa, nimeimba, nimesalimia pale. Babu akasimama kichwa, leo tunaanza semina siku ya kwanza, na hii semina tunatembea nayo inaitwa maombi ya kupigana. Andiko letu tunalotembea nalo Funua Isaya. Niliposikia tu hivyo, alafu nikakumbushwa, ulisemaje ukiwa nyumbani? Wasitokea pale, nikawa nimesiwa, kumbe Mungu kuna jambo ananiwazia. Na maana lazima ujue hiki kitu. Kuna watumishi leo huduma zao kuna mahali zimeishia, ziko limited, kwa sababu wanaishi nje na majina yao. Wanaishi nje na majina yao. Kuna mahali huwezi kuja kuvuka, kuna mahali huwezi kuja kwenda kiuchumi au kilevo fulani mpaka umelijua jina lako la kiroho. Sasa kwa sababu ya ile kiu niliyokuwa nayo, nikawa namwambiaga Mungu, inaonekana watu wengi walifeli kwenye maandiko kwenye Biblia kwa sababu ya kutokujua majina yao. Mungu nisaidie nijue jina langu. Maombi nimeomba miaka iliyopita na nilishasahau. Eti leo ndio Mungu anakuja kuyafunua na anafanya hivyo. Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Kwa sababu kuna assignment nimeibeba, kuna kusudi nimelibeba. Utashangaa unapitia migogoro kwenye ndoa, unajaribu kuoa, vinakataa. Kwa nini? Uko nje na jina lako. Ukiomba mbingu ziachilie jambo fulani, unashangaa mbingu zinaenda kuachilia kwa mtu mwingine mwenye jina lako, sio kwako. Utasema huyu mtumishi anaongea nini? Nakupa ushuhuda, babu yangu wa kiroho
alimkaribisha mgeni kwake, alikuwa anaumwa kidonda kisichopona miaka 8. Huyu mgeni wakati anaumwa kidonda kisichopona miaka 8, babu alikuwa ametoka, akamwambia ingia chumbani mwangu ulale, mimi nimesafiri. Yule mgeni ni pasta. Wakati ameingia kwenye kile chumba alivyolala, akaota ndoto, kuna watu wamemjilia mle ndani, wakasema kwani amepatwa na nini tena? Hivi mmerusije Josephat amepatwa na hiki kitu? Basi wale malaika waliomtokea kwenye ile ndoto, akaenda akashika kile kidonda, akaondoa kama kinyesi, akatoa mguuni, akatupa. Kumbuka huyu mtu ameteseka miaka 8 haponi. Akatupa kile kinyesi, akasema wanalaumiana kwanza, imekwaje mnaruhusu wanapata shida kama hii? Walivyotupa kidonda wakaondoka. Baadaye yule mtu anaamka kuangalia mguuni, kidonda cha miaka 8 kimefutika. Imekwaje? Akapiga simu kwa huyo Josephat ambao malaika walikuwa wanasema kwenye ndoto. Akasema kuna watu nimeota, kuna watu wamenijia kwenye ndoto, wanaongea kwamba mmerusuje Josephat ameumia hivi. Lakini wakaondoa kidonda, nikashangaa wameniondolea kidonda kwenye mguu, nimeamka kidonda akipo. Mtumishi aliposikia akajua, akamwambia ni malaika wangu walivyokuona umelala kitandani kwangu, kwa sababu ulikuwa una kidonda, walijua ni mimi. Kwa hiyo wamekuponya wewe wakijua wananiponya mimi. Kwa maana hiyo, ina maana wewe ukikaa kwenye jina la mtu, kuna baraka ambazo sio kama kuna mtu amenielewa hapa. Unaweza ukatembelea baraka fulani, lakini kwa sababu unaweza ukatembelea mikosi fulani, kwa sababu sio jina lako, hilo sio jina lako, mbingu hazilitambui hilo jina. Yule mtu ametembelea uponyaji kwa sababu malaika walijua wanamsaidia yule mtu mwingine, kumbe wanamsaidia mgeni. Nazungumza na mtu hapa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, naomba siku ya leo unifunulie jina langu kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia msukumo wa ndani. Kanifunulie jina lililobeba mafanikio yangu, lililobeba maisha yangu, kwa jina la Yesu. Hayo mambo mengi watu wengi hawayafundishi, lakini nataka nikwambie ndio yamefanya watu hawaendelei. Mimi niwaambia tu kitu kimoja, mnaofuatilia wasanii wa kidunia ni wachache sana wanaotumia majina yao, lakini wengi wamebadilisha. Mtu anaitwa Abduli anaja kujiita Harmonize, mtu anajiita hivi anaenda kujiita hivi. Kwa nini asitumie jina lake la nyumbani? Ile jina limebeba vitu. Jina lako likibeba mikosi, hamna mahali utafika. Ninaamuru jina lako litakaswe kwa jina la Yesu. Jina lako likatakaswe kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunarudi kwenye pointi. Kwa hiyo sasa Mungu akasema hivi, mtamzaa mtoto, jina lake mtamwita nani? Yesu. Anakuja kuokoa watu na dhambi zao. Sasa lengo langu ni hivi, Yesu ilibidi azaliwe, aje duniani. Ni Mungu, lakini alikuja akajifanya mtu, akajifanya nini, lakini alikuwa ni Mungu kamili. Lakini lengo la Yesu kuja duniani alikuwa kutenda miujiza. Lengo la Yesu kuja duniani alikuwa kufanya yale aliyokuwa anayafanya, si kufufua, si kufanyeje. Vile ni vitu alikuwa anavifanya tu ili kuwaonjesha tu watu, lakini kilichomleta Yesu duniani ni kufa kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa hiyo Yesu alichokuja duniani kwalo ilikuwa ni kufa kwa ajili ya dhambi za watu. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba mkuu wa ulimwengu anakuja, lakini hana neno kwangu. Anawaambia hivyo kwa kumaanisha kwamba hao watu walikuwa wanakuja kumkamata, lakini hawakuwa na shtaka lolote, hawakuwa na jambo lolote la haki la kuweza kumshtaki Yesu. Kwa ingekuwa kama shetani anaenda kumshtaki Yesu kwa makosa, Yesu asingesulubiwa. Lakini kwa sababu ilikuwa ni wakati wa mbingu, Yesu anatakiwa ateseke kwa ajili ya watu, ilibidi ipite hivyo, ifanyike hivyo. Kwa nini? Liweze kutimia, afe kwa ajili ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu hakuwa na kosa lolote. Mwambie mwenzako hakuwa na kosa lolote. Hakuwa na kosa lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakuwa na kosa lolote. Ndio maana akasema hana kitu kwangu, wala hana kitu kwangu. Mkuu wa ulimwengu huu ananijia, lakini hana kitu kwangu. Sasa listen to me. Kwa nini anasema hana kitu kwangu? Ndivyo maisha ya watu wengi yalivyo leo. Naomba nikwambie kitu ambacho kitakushtua sana. Naomba nikwambie kitu ambacho kitakushtua sana. Mwambie jirani yako, tega sikio.
Naomba nikwambie kitu ambacho kitakushtua sana. Yesu alipokuwa anaelekea kwenda kuteswa, lakini akawaambia wanafunzi wake, huyu anayekuja kunikamata hana kitu kwangu. Yesu alimaanisha shetani hana sababu yoyote ya kumkamata Yesu. Na hii ndio nairudisha kwenye maisha yako. Kwa nini Yesu alizungumza hivyo? Ina maana jambo lolote baya linaloendelea kwenye maisha yako, kuna sababu ya hilo jambo lilipata mlango mahali. Shetani hawezi kumtesa mtu yoyote. Shetani hawezi kumletea mtu ugonjwa. Shetani hawezi kuiharibu kazi ya mtu, hawezi kuharibu kampuni ya mtu, hawezi kuharibu ndoa ya mtu, isipokuwa kuna kitu kimesababisha aje. Nazungumza na mtu hapa. Yesu akasema ananijia lakini hana kitu kwangu. Yesu hakuwa na kosa lolote. Ina maana ingekuwa ni kushtakiwa kwa sababu ya makosa, Yesu mpaka leo angekuwepo na asingesulubiwa. Lakini ilibidi itokee hivyo ili afe tu kwa ajili ya watu. Hakuna ambaye angemuua Yesu. Nikwambie tu kweli, ukisoma vizuri Biblia inasema akiwa msalabani akaiondoa roho yake. Soma vizuri maandiko. Biblia inasema Yesu akaiondoa roho yake. Sio Yesu akakata roho kama wewe unavyokata roho. Yesu akaiondoa roho yake. Ina maana yeye ndiye aliamua kwamba wakati huu wacha nife. Mimi wacha nife. Si Mungu mwenyewe, si anajiamlia? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anasema huyu mtu ananijia hana kitu kwangu. Ina maana hata wewe muamini, unayemwamini Yesu, adui hawezi kupata access ya kuharibu maisha yako mpaka kuna kitu kimesababisha aje. Okay. Ambaye ana uwezo wa kumvuta shetani ni wewe. Ambaye ana uwezo wa kumvuta shetani ni wewe, sio Mungu. Hapa ndipo watu wengi wanasingizia Mungu ameamua tu iwe hivi. Ambaye ana uwezo wa kumvuta shetani ni wewe, sio Mungu. Ndio maana Biblia inasema Mungu anaruhusu watu wajaribiwe kutokana na tamaa. Umesikia hilo neno? Watu wanajaribiwa kutokana na nini? Na tamaa zao. Kile ambacho unatamaa nacho ndicho kinasababisha ujaribiwe kwalo. Ina maana yale majaribu matatu ya Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatamani kula akiwa kwenye mfungo. Cha pili, Yesu alikuwa anatamani kuumiliki dunia nzima. Ni kweli kabisa. Cha tatu, Yesu alikuwa anatamani asujudiwe. Ndio maana adui alivyomjia akamwambia exactly yale mambo matatu. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badilisha jiwe hili liwe mkate. Alikuwa na njaa. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe engo ya ujinga hapo. Alikuwa anataka kujaribiwa kwenye ujinga. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ukinisujudia nitakupa hivi vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa hataki vitu. Yesu alikuwa anataka nafsi za watu. Na ni kweli baada ya kifo cha Yesu, maana yake maandiko yanasema kila goti linapigwa kwake. Hakuna msaada mwingine. Hakuna sijui Kalumanzenze, sijui nani, sijui Abduli, sijui nani anaweza kuwa na msaada kwenye dunia hii. Hakuna kitu chochote. Hakuna jina tulilopewa liwezalo kuokoa zaidi ni jina la Yesu peke yake. Kwa nini? Aliligalamikia. Halo? Ili upate kitu lazima ukigalamikia. Ndio maana mimi nawaambiaga mabinti ambao wanataka kuolewa, janaume lisipokutolea mali usilikubali. Yaani mwanaume ambaye hataki kutolea mali, ataka aishi na wewe, mkimbie. Huyo sio mume wako. Mume wako anaitwa mume kwa sababu ya mali. Nikwambie tu kweli, mautaratibu ya kwenda kanisani kusema ana mele meta eti watu kuvaa mashela hayakuwepo zamani. Mtu akitoa mali ni mume wako. Nazungumza na mtu hapa. Haya mambo yameanzishwa tu na watu. Lakini mtu akitoa mali kwenu tayari ni nani? Ni mume wako. Sasa jitu alijakutolea mahali, alafu linakwambia tu baby, unajua mtafika mbali wapi? Mahali. Adamu pamoja na uadamu wake ilibidi atolewe kaubavu. Kaubavu kasababishe mtu mwingine aumbwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna gharama ambayo inazaa kitu. Usikubali tu vitu vya bure. Ndio maana watu wanasemaga vya bure vinaua. Ogopa hii, tunakuja tu inalialia shida, tutakuja tutamalizia mahali, nitaendaga kutoa kwenu,
tuishi kwanza. Kataa wanaume wa hivyo. Mimi nakwambia ukweli, mmenisikia? Wengine mpo hapa mjaolewa. Mwanaume yoyote anataka kuishi na wewe hajatoa mahali, kataa. Hata Yesu leo ametumiliki kwa sababu alitoa mahali ya damu yake msalabani. Mwenye akili atanielewa, atapiga na makofi, anasema asante Yesu kwa msaada huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema anakuja lakini hana kitu kwangu. Kwa hiyo adui hawezi kuja kwenye maisha yako isipokuwa amepata kitu kwako cha kukushtakia. Adui anaweza kuja, anaweza kuja, haachi kuja, lakini hawezi kuharibu maisha ya mtu kama hana kitu chake ndani ya huyo mtu. Adui anakuja kama hana kitu ndani ya huyo mtu, hawezi kufanya kitu. Naomba nikwambie tu ukweli, silaha ya kwanza ya mwanadamu, silaha ya kwanza ya kumzuia shetani kuharibu maisha ya mwanadamu ni utakatifu, ni maisha matakatifu. Usikimbilie kuniambia tupo kwenye neema. Biblia inasema hivi, hata kama neema ipo, kwa hiyo tutende dhambi? La hasha. Kumbe neema, kuwepo kwa neema sio kigezo. Na hii ndio sababu kwa nini walokole wengi wapo makanisani na bado wanaendelea kuhangaika, wanaendelea kutabika. Wanafikiria eti kuokoka, wakimpokea Yesu msalabani, anaendelea na uovu wake kanisani, eti nitakimbilia madhabahuni, damu yake itanitakasa. Wacha nikwambie, Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Mnanisikia vizuri? Chochote unachopanda kitakurejea. Unaweza ukaomba toba, Mungu akakusamehe, ila malipo ya ile dhambi yanaendelea kukutafuna. Naomba tu nizungumze ukweli. Dhambi aliyoifanya Adamu iliingisha mauti kwa wanadamu, wakaanza kufa, si ndio hivyo? Okay, Yesu si Adamu wa pili? Nadhani kama ni Adamu wa pili, kwa akili yako tu ya haraka haraka unaweza ukawaza kama ni Adamu wa pili, basi angeturudishia tuache kufa kama ambavyo Adamu alisababisha. Lakini watu hawafi, watu wanakufa. Okay, kumbe kupokea msamaha wa dhambi unaweza ukaupokea, ila madhara huwa yanabaki. Ukienda mahali ukaiba wakakukata mkono na mkono ukapotelea huko, unaweza ukaokoka na ukiwa na mkono mmoja. Haina maana kuokoka kwako ndo mkono utarudi. Pareza sio sana. Kuna mtu anaitwa Joseph Nyuki, ungapi wanamfahamu? Kwa namuona Mwenge pale ameweka sijui mtabiri Nyuki sijui nani. Huyu jamaa alikuwa anamkataa Mungu, akawa mwizi, wakamkata mkono. Hata kukata mkono ndo akakimbilia kwa Mungu. Lakini kwani kukimbilia kwa Mungu ndo mkono umerudi? Madhara ya dhambi, madhara yake huwa yaondoki. Ndio maana Biblia inasema apandacho mtu lazima atakivuna. Nazungumza na mtu hapa. Naongea hivi sio kwa sababu labda nataka nikufanye uwe mtakatifu sana. Naongea hivi ili uwe makini na milango midogo midogo ambayo unaifunguaga unahisi haina madhara. Kila mlango unaoufungua una channel ya kumpitisha shetani aharibu maisha yako. Nazungumza na mtu hapa. Kwa shetani akija, ana sababu anaitafuta ndani yako, akiipata anaharibu kitu chako. Shetani kwa jina lingine nikwambie anaitwa mshtaki. Hebu sema mshtaki. Wewe unijua anaitwa shetani, anaitwa mshtaki. Funua kitabu cha Ufunuo 12:10. Ufunuo 12:10 inasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na mfalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Umesikia hicho kitu? Anasema yeye awashtakie mbele ya ndugu zetu mchana na nini? Na usiku. Shetani yuko bize kushtaki watu mchana na usiku. Kwa maana nyingine, jambo lolote unalopambana nalo baya, kuna mahakama imepelekewa shtaka lako, Unashangaa mtu analalamika, mtumishi nakuja kwako, naomba uniombee uchumi hauendi. Na watumishi wengi walivyo wanafiki, hataki kumweleza mtu ukweli, anataka amwache aendelee kutabika. Mtu anakuambia naomba uniombee uchumi wangu ulivyo mgumu, anasahau kwamba kuna njia ambayo huyu mtu amefungua
inasababisha shetani anaendelea kumpiga na hawezi kuacha. Hata umwombee, umwekee miguu juu ya kichwa, uchukue maji ya upako ya dunia nzima uyaweke, bado shetani ataendelea kumpiga. Kwa nini? Amepata njia ya kumshtaki. Njia ya kumshtaki kivipi? Njia mojawapo ya shetani kumshtaki mtu kwenye uchumi na kuharibu vitu kwenye uchumi ni zaka. Halo, ni zaka. Malaki 3:10 hadi 11. Malaki 3:10 hadi 11 inasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagilieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. 11 inasema hivi, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautopukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Umesikia hapo eh? Asema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hatoharibu. Baada ya nini? Atamkemea yeye alaye baada ya wewe kufanyeje? Baada ya wewe kufanyeje? Umesikia hicho kitu? Ina maana hakuna maombi ya kusababisha kazi ikae vizuri. Asikudanganye mtu. Hakuna maombi ya kusababisha uchumi wako usifanyeje. Kuna kanuni. Naomba tu uelewe, duniani tunaishi kwa kanuni. Kuna kanuni za rohoni, kuna kanuni za hapa duniani. Kanuni ya hapa duniani, asiyefanya kazi na asile. Kanuni ya hapa duniani, lazima mtu afanye kazi. Kuna kanuni za rohoni, kuna kanuni za kufanikiwa. Kanuni za kufanikiwa, kanuni za ulinzi wa biashara ya mtu ni zaka. Hata shetani anatoa zaka, Freemason wanatoa zaka. Tena wao, sisi tunatoa moja, wao wanatoa 6 ya 10. Ina maana wewe, Mungu anachotaka kwako kwenye 1,000 anataka 100, lakini kwa shetani kwenye 1,000 shetani anataka 600, wewe ubaki na 400. Yupi bora? Yupi bora? Sasa hizo ni kanuni zimewekwa kwenye ulimwengu wa roho. Ukiziviolate hizo kanuni, hata ungekuwa unaomba mpaka moto unashuka, hamna mahali unaenda, hamna mahali unaenda. Kwa hiyo ulinzi wa biashara ya mtu, Biblia imesemaje? Upo kwenye nini? Ulinzi wa biashara ya mtu, kazi ya mtu, hata afya, sio tu nini. Biblia inavyosema nitamzuia yeye alaye, sio alaye tu kwenye uchumi. Fuatilia hata familia ambazo magonjwa yaishi na nini, utakuja kujua ni familia zisizojua umuhimu wa Mungu. Mungu amekupa afya, Mungu amekupa pumzi, hauna hata, yani kiufupi zaka ni kama kodi ya kumpa Mungu kwamba Bwana asante kwa hii leo, Mungu umenisaidia hata nimeamka, basi hii umenisaidia nimepata hata hiki. Tena ni hela ndogo sana, lakini wanadamu wengi wametegwa hapo na wengi hawafanikiwi kwa sababu ya hapo. Nataka nikwambie hivi, kafuatilie mtumishi yoyote au mtu yoyote mkubwa unayemjua wewe, anajua hizi kanuni za kutoa zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona ni kajambo kadogo tu kanaitwa zaka, lakini kanampitisha shetani, kamesababisha nini? Mlango. Kwa mtu asipotoa zaka, ndio unashangaa mtu anaanzisha biashara inakufa, mtu anaanzisha genge, nyanya zinaoza. Tena bwana, shetani ni waajabu sana. Usipotoa zaka, hata ungelima mahindi shambani, wangapi wametokea mikoani? Wangapi wanaelewa kuna kipindi mbwa wanaingiaga kwenye mashamba ya watu, wanakata mahindi, wanaangusha chini? Wanaelewa kitu? Kuna clip moja niliona mtandaoni, kuna mashamba mawili, kuna shamba lina mahindi yamestawi na jingine hajastawi, alafu mbwa yupo kwenye ile ambayo hajastawi, anayakatakata, anayaangusha. Alafu wameandika pale, tatizo shida ya kutokutoa zaka. Mahindi yamekauka, na bado pamoja na kukauka, na mbwa anaenda kuyadondosha chini. Halo, shetani kusema ni atamzuia yeye alaye. Maanake usipotoa, yule alaye sio kwamba atakuja shetani shambani. Shetani anaweza akamtuma hata mbwa. Kule kwetu kuna viboko wanatoka kwenye mito, wanaingia kwenye mashamba ya watu. Kiboko akikamata mstari, anaenda nao mpaka mstari unaisha wa mahindi, anageuka na mstari mwingine, anaenda nao mpaka unaisha. Wakati nasoma niko form 6, kuna mahali tulikuta mahindi yameisha, yani kiboko wawili wamekula sijui eka nzima.
Wamekula, wananchi wameenda wanalalamika, wakakimbilia kwenye mto, wameshiba. Lakini hata ukiwapiga na ukitaka uwapige, serikali inaingilia kati. Mmeua wanyama wa mbuga, mmeua wanyama wa kivutio cha utalii, mnawekwa ndani. Kwa hiyo kwa sababu ya kutokutoa zaka, kiboko ameenda amejichagulia shamba. Shetani ameingia ndani ya kiboko, ameenda kwenye shamba, amekula eka nzima. Kiboko wawili wamekula eka nzima. Nilijiuliza, hawa ni wanyama wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Kwa usipokuwa mtoa zaka, chochote kitaruhusiwa, hata hela kupotea. Waulize hawa watu wa minadani hawa wanavyopataga hasara. Nilihesabu ilikuwa 400,000, anakuta 200,000. Kuna watu wametega vitu minadani, kabla mnada hujafanyika lazima watu wakafikie vitu chini, wanachukua hela za watu. Kwa hiyo mpaka mtu ambaye anatoa zaka ndo biashara yake itapata ulinzi. Kwa nini? Ni mlango. Kwa hiyo kutokutoa kwako kumefungua mlango wa adui kupiga maisha yako. Alafu wewe unakimbilia kwa watumishi tu, niombee, naomba chumvi, naomba yai, nipe hiyo keki. Amna mahali keki itakufikisha mpaka umefanya kile Mungu anakitaka. Utakuja ugundue mambo mengi, maombi yana nafasi ndogo mno. Kuna mambo mengi ni utekelezaji tu. Ukitekeleza vitu fulani, adui hawezi akapata nafasi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukitekeleza vitu fulani, adui hawezi akapata nafasi kwenye uchumi wako. Kuna vitu Mungu atavilinda kwa sababu ni agano. Chochote ambacho Mungu amekisema, manake ni agano ameweka. Na Mungu sio Mungu wa kuvunja maagano. Mungu akisema ukinipa zaka nitakulinda, hakuna kitu kitakachoua ndoa, kitakachoua kazi, manake ni agano ameweka. Kwa jukumu lako wewe ni kufuata na kuanza kutenda hivyo, utauona mkono wake. Kwa nini watu wengi kuna watu wanatoa lakini mambo yanaharibika, hawatoi vizuri. Hawatoi vizuri. Yaani kwa Mungu ni heri ukamzidishia kuliko ukatoa vibaya. Ni heri ukamzidishia kuliko ukaenda ukatoa vibaya. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa mtumishi mmoja. Alimwombea injinia mmoja kanisani kwake. Wakati amemwombea injinia, ni mtumishi mmoja alishafariki, alikuwa hapo chini Lafia, alikuwa anaitwa nani, alikuwa anafundisha masuala ya ndoa sana. Alikuwa anafundisha masuala ya ndoa sana yule mtumishi. Alipomwombea yule jamaa, kazi ikafunguka. Wameenda kazini, wamepata hela nyingi, akapata kama milioni 50. Hebu sema milioni 50. Jamaa alivyorudi na milioni 50, zaka ya milioni 50 ni ngapi hapa? 500,000. Milioni 5. Yes. Jamaa alivyorudi kwa mke wake, akamwambia, mke wangu, sasa tumepata hii hela. Kumbuka mchungaji alitufundisha siku ile, fanya hiki kitu ili hii hela izae matunda. Mke wake akasema, kwa hiyo zaka yake hapo ni shilingi ngapi? Zaka ya kanisani hapa ni milioni 5. Sikia uone adui alivyokuwa mjanja. Milioni 5. Mke wake akasema, yaani utoe ukitoa milioni 5 wake nabaki milioni 45. Utoe milioni 5 yote ambayo umeipata kwa jasho kwa ajili ya kanisani kwamba ni zaka. Kwani watajua tukipunguza? Hapana mke wangu, tufanye hivi na hivi. Chukua 500,000, katoe 500,000. Hiyo milioni 4.5 tuanzishe mradi hata wa kuku, tufanye hivi. Yaani naongea hivi, ushuhuda alikuwa anaongea mama baada ya mume wake kufa. Subiri utanielewa vizuri. Ndio utaelewa Mungu. Kwenye swala la kanuni Mungu acheki na mtu. Ndio maana ukiviolate kanuni, mbingu hazina huruma. Mbingu zinafuata kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama akasema hapana, akamlazimisha mume wake, kwao akachukua 500,000 eti ndo zaka. Wakachukua milioni 4.5 wakaiingiza kwenye biashara zao. Kupeleka kanisani, mchungaji unajua wachungaji sisi pengine wachungaji wengine hawana hata macho ya kiroho, hawezi kuelewa, hawezi kufanyaje. Yeye atalifurahia fungu la 10. Ametoa sana leo 500,000, kumbe kubwa. Kumbe huyu mtu amepata milioni 50. Kwa mchungaji akaombea pale, Bwana naombea zaka. Baada ya kufanya vile, kama iliyotokea kwa Anania na Safira baada ya kudanganya kwa bali ya shamba, walikufa pale pale. Kama ilivyotokea kwa Anania na Safira, lakini yule mzee akufa pale pale. Baada ya kufanya vile, kutoa ile 500,000, aliumwa. Waliumwa kwanza mke na mume, wakaanza kupitia magonjwa. Kuna matajiri wako hapa mjini, visukari haviwaishi.
Magonjwa unaoyajua yote wewe yamewapata, sio kwa sababu hawa watu wamemkozea Mungu. Kuna wakati mwingine hawafuati kanuni ambayo Mungu aliagiza wafanye. Walifikiria zile pesa zitawasaidia, wanakuja kushtuka mwishoni, wengine wanakufa. Juzi napewa oda ya kwenda kumwombea tajiri mmoja pale hapo Mbezi Beach. Kwa siku anatumia dawa za 400,000 kwa siku. Kwa mwezi ametumia dawa za shilingi ngapi? Siku nataka kwenda tu ndo naambiwa amekufa. Yaani nilisikitika, nikasema yamkini tungepatia kiwanja hapa. Unajua katikati ya mipango na wewe unaweka mipango fulani, lakini mapenzi ya Mungu yakadumu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu anatumia siku moja dawa za 400,000, ningeenda nikamwombea akapona, unafikiri angetoa shilingi ngapi kwa ajili ya kuisupport kanisa? Nilimlaumu sana adui, nikasema ungeniachia huyo mtu nikomae naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mzee baada ya kutoa 500,000, kilichotokea zile pesa zote ziliharibika. Yaani walianzisha sijui mradi gani ukafa. Ulivyokufa wakapatwa na magonjwa, akaanza kufa mume wake. Ndio mama kukimbilia kanisani anatoa ushuhuda kama kuomba toba, kwamba kuna siku alipata hivi, alikuja kutoa hivi na hivi na hivi, ndio anakuja kugundua okay, kumbe ulikosea. Mume wako ameshaenda na maji. Umeona hicho kitu Umeona shida ya kumwibia Mungu? Unatakiwa wewe mwaminifu hata silini, ndio utamuona Mungu. Usiwe mwaminifu kanisani, uwe mwaminifu silini. Kwenye kile unachokipata wewe mwaminifu kwenye hicho. Biblia inasema usipokuwa mwaminifu kwenye kidogo, huwezi kuwa mwaminifu kwenye kikubwa. Wengi mnasubiri Mungu awape mtaji wa milioni 10 uanzishe ule mgahawa unaoutaka. Hakuna mgahawa hapo. Kama ulipata tu kidogo alafu ukufanya kitu cha maana. Nazungumza na mtu hapa. Halo? Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba leo kila sehemu niliyokuwa nimefungua mlango wa adui kupiga maisha yangu, leo nibadilike kwa jina la Yesu. Kwa hiyo adui wanapata mlango, hata afya pia, watu kushambuliwa, adui wanapata mlango, watoto adui wanapata mlango, kwenye kila kitu. Wacha nikuchekeshe kitu. Shetani alipanga amtumie Petro kumsaliti Yesu. Shetani alipanga amtumie Petro kusababisha Petro awe chanzo cha Yesu kufa. Lakini Yesu naona kuna issue ilianza kwanza nyuma. Kuna mahali Petro akaingilia, wewe huwezi kufa hivi hivi, tunaona mimi nitaingilia, akamwambia rudi nyuma wewe shetani. Sio tu kwamba Yesu alivyosema rudi nyuma wewe shetani, kwanza pale ilikuwa ni deliverance. Manake alimfungua akamuondolea shetani. Baada ya shetani kuona Petro imekosekana namna, kwa sababu Petro alikuwa kilopolopo. Wachawi hawapendi mtu kilopolopo. Shetani ni ngumu kumtumia mtu kilopolopo. Vile vitu vipolepole kwenye familia, au kaka yetu ni mpole, waongei, ndio vichawi kuliko unavyofikiria. Mijitu mipole mipole, unakuta kakitu katoto kapole lakini kamebeba uchawi sivyo kawaida. Kilopolopo huwa wachawi hawapendi kuwatumia, kwa sababu atalopoka, na uchawi ni siri. Siri ikijulikana, uchawi hauna nguvu. Halo? Azungumza na mtu hapa. Kwa hiyo Petro alikuwa kilopolopo kidogo tu, na mimi naomba nitembee kwenye maji. Jamaa mbona analopoka sana? Kwa shetani akamwacha. Alipomwacha shetani akawa anatafuta sasa nitaingilia. Na hapa naomba ujue, kuna watu wanasemaga Mungu ndiye alimpangia Yuda amsaliti Yesu. Hapana. Kilichosababisha Yuda amsaliti Yesu, Yuda alifungua mlango. Ukisoma vizuri kitabu cha Yohana, Biblia inasema Yuda alikuwa anaiba sadaka za kanisani. Yuda alikuwa anaiba hela ya Kingdom Financials, wale partners wa huduma wakitoa, Yuda naye anakata kitu, anajichukulia fungu lake la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali yule mwanamke alipoenda kumpaka Yesu yale mafuta, Yuda aliumia sana, akasema kwa nini haya mafuta tusingeachukua tukawapa maskini? Lengo lake alikuwa maskini. Yuda alikuwa aliwaza yale mafuta angeyauza, angepata hela, na yeye kuna hela angekata aweke mfukoni. Kwa sababu ya Yuda kufungua mlango wa kuiba hela, shetani akatafuta hapa sasa, ili mtu afe huyu tunafanyeje? Tunamtumia huyu mwizi. Ndio maana shetani akamwingia Yuda, akaenda kumuuza Yesu ili apate nini? Hela. Kwa sababu ishu ya kuiba hela hajaanza leo, ameanza muda. Kwa katabia kokote ambako umekaendekeza, ndiko kamesababisha shetani ameingilia, anakutumia kupitia kale kauongo
kako wako katabia kakusema mimi uzinzi ni udhaifu wangu. Hakuna udhaifu wa uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kilichozaliwa na Mungu kilichozaliwa na Roho. Yaani ukizaliwa ndani ya Mungu hakuna cha kusema haka ni kaudhaifu kangu, hakuna cha udhaifu. Biblia inasema mfanywe upya nia zenu. Kufanywa upya nia zenu baada ya kuokoka, baada ya kumfuata Kristo. Sio tu Yesu amebadilisha maisha yako, na wewe inabidi ubadilishe namna ya kuishi. Kuna vitu ulikuwa unavifanya unasema kuanzia leo kwa ajili ya Kristo sitofanya hivi tena. Ndio maana Biblia inasema yoyote anifuataye mimi lazima ajikane yeye, abebe msalaba wake. Kubeba msalaba sio kuteseka, sio kwenda na wewe ukateswa kugongelea mizumari. Kubeba msalaba na wewe kwa ajili ya Yesu, kubeba msalaba ni pale watu wanaona pombe zina ladha, lakini unasema mimi sifanyi haya kwa ajili ya Yesu. Ni pale watu wanaona uzinzi una ladha sana, lakini unasema sifanyi uzinzi kwa ajili ya kumpendeza Yesu. Ni pale watu wanafurahia vitu fulani, unasema mimi siwezi kuchafua mwili wangu kwa sababu mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unavyofanya vile sio kwamba utamani kufanya hivyo, na wewe una mwili unatamani ufanye hivyo, lakini kwa sababu ya Yesu unapokataa kufanya, ina maana umejisulubisha kwa ajili yake. Unasema udhaifu. Mungu angalia udhaifu. Nataka nikwambie, angalia udhaifu. Biblia inasema mlifufuliwa pamoja na Kristo. Kama ulikufa ukafufuliwa pamoja na Kristo, manake umeishawekewa Ukristo. Kuna roho ya Kristo iko ndani yako. Kile ambacho Yesu alikuwa anakifanya ndio anachotaka wewe ukifanye. Ndio maana hata miujiza alikuwa anaifanya, si uponyaji, si nini, hata maisha aliyokuwa anaishi Yesu, ukiwa na roho wake unaweza kuyaishi. Ndio maana hakuna mtu anaweza kuikwepa dhambi kama ana Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kushinda jaribu kama ana Roho Mtakatifu. Hakuna. Akijaribiwa atazini tu. Akijaribiwa kama ana Roho Mtakatifu, amejazwa Roho Mtakatifu kweli, hawezi kwenda kwenye huo uharibifu. Kwa sababu gani? Kuna roho wa Mungu ndani yake. Kama jina lake lilivyo, Roho Mtakatifu ni roho lakini ni mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu huwa hakai mahali pachafu. Akienda mahali pachafu huwa anaondoka. Ndio hapo unashangaa mtu amebaki anajifarijigi kwamba nina Roho Mtakatifu, ninafanyeje? Nataka nikwambie ukweli, hatukujui wewe una Roho Mtakatifu kwa kuja kanisani. Hatukusemi wewe una Roho Mtakatifu kwa kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha hatushtui. Tutakujua una Roho Mtakatifu baada ya kuyaona matunda yamezaliwa ndani yako. Mtu mwenye Roho Mtakatifu tunamjua kwa matunda: upendo, uvumilivu, utu wema, fadhili, kiasi. Tukianza kujua hilo ndio najua okay, kumbe anasubutu kuvumilia kwa sababu ya Mungu. Asubutu kuwa na upendo. Hapo ndio tunajua una Roho Mtakatifu. Si kunena kwa lugha. Mimi hata ungenisikia nanena kwa lugha vipi, afu ukasikia baba yenu tumemfumania kule Ubungo anazini na mwanamke, ujue hakuna Roho Mtakatifu hapo. Roho Mtakatifu hawezi kunielekeza mimi kwenda kuzini, ataninyima amani. Unajua Roho Mtakatifu anaugua ndani ya watu. Ukitaka kufanya kitu cha uovu anakunyima amani, unakosa amani kabisa, atakunyima amani. Roho Mtakatifu anafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza na mtu hapa, sema kila mlango ambao niliufungua adui akapata nafasi ndani yangu, kuanzia leo ninaufunga huo mlango kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo sasa namalizia kusema, kwa hiyo mtu hawezi kufungwa, mtu hawezi kuvamiwa na adui isipokuwa kuna mlango ambayo huyu mtu mwenyewe ameufungua. Na mtu yoyote pia hawezi kutembea na Mungu isipokuwa kuna mlango ameufungua. Ndio maana Yesu anasema niko mlangoni nabisha, atakayefungua nitaweka makao ndani yake. Kwa hata kumkaribisha Mungu, ndio maana watu nakuita useme haya tukuongoze sala ya toba, umpokee nani? Yesu. Sema mama tunasema Bwana Yesu, nimeamini ulikufa msalabani kwa ajili yangu, kuanzia leo nimekupokea wewe Bwana. Ukimaliza tu yale maneno umepokea Roho Mtakatifu. Mtu anapookoka anapokea Roho Mtakatifu hapo. Ila kuna process ya kuendelea kujazwa. Kwa nini leo tuna Wakristo wengi dhaifu? Walokole wengi wako kanisani na wanaendelea uzinzi, punyeto, wanaendelea kuiba wake za watu, wanaendelea kuwa matapeli, wanabeti. Sio kwa sababu hawana Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu sio mwepesi kumuondoka mtu. Anasema hivi, mwenye haki wa Mungu anaweza akadondoka hata mara 7 lakini atainuka tena. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu huwa anajaribu kumvumilia. Akivumilia mpaka mahali ambapo Roho Mtakatifu anamondoka mtu, ni pale mtu dhamira yake sasa ilishaharibika, kwamba alishaanza
mimi nikizini mbona nishahubiriwa. Ndio sasa kuna washirika tunawapata makanisani, anasema mchungaji na kila siku anasema habari ya kuzini. Mbona nishazini sana, sioni kuharibikiwa. Mbona nishazini sana, sioni hiyo nyota ikiondoka. Maana huyo mtu ameisha mzoea Mungu kiasi kwamba hajaona hata hukumu yake. Kuna mahakama ambayo Mungu ameweka kwenye mioyo ya watu. Akifanya kitu kibaya anashtakiwa hapo hapo, anajisikia vibaya. Wanakuambia wewe umetuibia simu, wewe ndio ulichukua. Na wewe unajua ni kweli wewe ulichukua hiyo simu. Lakini mimi sijachukua. Kuna kitu kinakwambia ndani ya moyo wako, wewe utakuwa muongo mpaka lini? Rudisha simu ya watu. Yaani unajishtukia. Ushaiona mtu amefanya kitu afa anajishtukia katikati ya watu. Hata yeye mwenyewe ukiwa umezini, unaenda hata mbele ya mume wako, unaenda mbele ya nani, unashangaa, unajishtukia, unahisi amekugundua. Kumbe hata mwenzako labda ajua. Kwa nini unajishtukia? Dhamira. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu huwa aondoki kirahisi. Ila Roho Mtakatifu anaweza kuwa vile utakavyotaka. Kama nataka umweke kwako, kama awe battery low, atakuwa battery low. Ndio Roho Mtakatifu yuko ndani yako, lakini kubeti kama kawaida, kuzini kama kawaida, uongo kama kawaida, kuiba kama kawaida, na upo kwenye kwaya kanisani kabisa. Tukaenda Yerusalemu nazipia. Ndo kilichopo leo makanisani. Wengi wanaimba Yerusalemu lakini hakuna kitu. Uamsho hakuna kwenye mioyo ya watu. Kwa nini? Roho Mtakatifu waliishia kumpokea. Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu kuna process ya kujazwa. Ukijazwa Roho Mtakatifu ndio unaweza wa kushinda dhambi. Yesu anasema baada ya Yesu kujazwa Roho Mtakatifu akachukuliwa na Roho mpaka nyikani. Akafunga siku 40. Baada ya siku 40 mjaribu wakamjia. Lakini Yesu akashinda majaribu matatu. Kwa nini alishinda? Kwa sababu amefanyaje? Amejazwa. Sio amepokea. Kwa sababu amejazwa. Nazungumza na mtu hapa. Kuna tofauti kati ya kulipokea hilo kopo alafu na kupokea maji yake. Naweza nikapokea kopo nikabaki nalo. Maji hayo sasa ni kitendo, sasa inabidi mtu aje animimine. Yale maji yakimimina yakijaa ndo naweza nikayanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Biblia inafika mbali inasema mito ya maji inatoka ndani yao wale wamwaminio. Mito haitoki kwa kila mtu. Uwezo katoa uponyaji kwa mtu wakati wewe mwenyewe unaumwa. Uwezo katoa haraka kwa mtu wakati wewe mwenyewe mlala hoi. Uwezo kafanya kitu kwa mtu wakati wewe mwenyewe kuna jambo aliko sawa ndani yako. Kwa Roho Mtakatifu huwa anamiminika kwa watu wengine mahali ambapo kile chombo nacho kimembeba vizuri ipasavyo. Halo? Milango. Namalizia kusema milango imesababisha watu wengi maisha yao yanapitia mahali pagumu, kwa sababu kuna mlango uliufungua. Ulisaliti, ulichepuka, ulitembea na mwanaume. Baada ya kutembea na mwanaume mwenye mikosi, nyota yako ikaondoka. Shetani hawezi kuja kuiba nyota ya mtu hivi hivi. Ulitembea na mwanamke ambaye ana mikosi, amebeba uchawi. Baada ya kutembea naye, vitu vyako vikaondoka. Hiyo ndo kanuni. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Chochote unachokifanya cha dhambi, kuna kitu kinakufa. Kuna jambo linakufa. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumalizia hayo, nizungumze tu niseme, kama umesikia haya maneno, kila mtu yuko hapa, naamini na najua kabisa kuna mahali wewe bado hujakaa sawa na Mungu. Kuna vitu unajitahidi kumpendeza Mungu, lakini kumbe kuna tumilango wewe ulikuwa unatuchukulia ni tu kawaida sana. Lakini uto ndio tunasababisha bado kuna mahali umefungwa. Kuna mahali ya uvuki. Mimi nataka kwa dakika 2 tu tukaombe toba. Baada ya dakika 2 tukiomba toba, nitakaribisha kama kuna mtu ambaye anasikia ndani yake kumpokea Yesu, na kukaribisha kuwa huru. Kumpokea Yesu sio ushamba. Kumpokea Yesu sio ujinga, ni kwa ajili ya maisha yako. Ukimpokea Yesu anakupa huyo roho wake huyo, na ataanza kukusaidia. Kuna maisha hautokuja kuwa mshindi mpaka umempokea Yesu kwenye maisha yako. Kuna vifungo havitoacha kuja hata uzulie makanisa 50 mpaka umempokea Yesu kwenye maisha yako. Kwa nini? Hivi vifungo vinapata mlango kwa sababu ndani yako hakuna Roho Mtakatifu, kuna roho nyingine. Na mwili wa mwanadamu hauwezi ukakaa bila roho. Kwa hiyo ukimpokea Yesu akikaa Roho Mtakatifu, maana ndani yako mapepo hayatokaa, yatakaa nje. Mapepo yakikaa nje, Yesu ile roho ya Yesu ndio itakaa ndani yako. Kwa hiyo maana yake sasa, kuanzia hapo kuna maisha ya ushindi utakuwa nayo. Wachai wakitaka kuja kukuchanja, sio kukulisha vyakula, kufanyeje? Hawawezi, kwa sababu wakikuangalia wanamuona Yesu ndani yako, hawakuoni wewe.
Halo? Iko hivyo. Lakini kama utahitaji msaada wa maombi ni sahihi, tena ni vizuri, lakini msaada wa maombi peke yake hautoshi kukupa access ya ulinzi wa kuendelea wa moja kwa moja. Unahitaji msaada wa maombi ni sawa na kusema mtu ameumwa malaria, ameenda hospitalini, wamempa dawa, amepona. Akipona sio kwamba malaria haitorudi tena, mbu atamng'ata tena, manake ataenda tena hospitali. Kwa hiyo utakuwa ni wa kuumwa malaria unaenda hospitali, kuumwa malaria unaenda hospitali. Lakini ukitaka ukomeshe hiyo malaria ni pale uende kwa daktari akwambie kwamba hiyo malaria unaoumwa, achana na kutumia dawa kwanza, chukua chandarua, nenda kafunge chandarua kwenye chumba chako. Ukifunga chandarua, mbu hawatokung'ata. Na hicho chandarua ninachokupa leo ni Yesu. Ukimchukua Yesu, huyo mbu ambaye ni shetani na mapepo yake hawezi kukung'ata tena. Hautosikia tena kuchanjwa, hautosikia tena sijui kuchukuliwa vitu gani, hautosikia sijui kuchukuliwa msukule, sijui nimeibiwa kitu gani usiku, sijui kuna mtu ameniingizia hiki. Kuna ulinzi special Mungu ataweka ndani yako, kwa sababu umepata chandarua, hakuna mbu anaingia ndani yako. Hiyo ndo maana ya Yesu. Kabla ya kuomba toba, kama kuna mtu unasikia kabisa kwamba kwa akili yangu na kwa ufahamu wangu niko tayari kumpokea Yesu, karibu. Natoa sekunde kadhaa, then tutaendelea na kipindi kingine. Kama unasikia kumpokea Yesu, Yesu sio wa dini. Yesu angalii dini, Yesu angalii kabila, Yesu angalii lika, Yesu angalii familia. Yesu ni Yesu wa kila mtu. Kimpokea ni kwenye moyo wako, kimpokea ni kwenye moyo wako. Ndio utashangaa kuna watu wako misikitini, wataenda mbinguni. Hawaendi mbinguni kwa sababu ya msikitini, ataenda mbinguni kama alimpokea Yesu, alimwamini Yesu, hata kama hiyo siku atakutwa yuko msikitini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kinachompa mtu access ni kumpokea Yesu. Kama upo karibu, kama hakuna, wote tunataka tukapate hii dawa ya mbu. Nifuatishe maneno haya, sema kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninatubu makosa yangu yote. Leo nimejua ukweli ya kuwa iko milango niliyokuwa nimeifungua kwenye maisha yangu, ikasababisha shetani akapiga vitu vyangu, shetani akapiga mahusiano, shetani akapiga ndoa, shetani akapiga uchumi. Leo nimejua ukweli, ninaomba unisamehe makosa yangu yote, ninaomba unisamehe mahali nilipofungua mlango. Bwana Yesu, ninatubia makosa yangu, ninatubia maovu yangu, ninatubia kutenda kwangu ubaya nilikokuwa nimeruhusu huo mlango. Bwana nisamehe, Yesu nisamehe. Imeandikwa, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo utakavyonitenga mbali na dhambi zangu. Ninaomba unitenge mbali na machukizo, ninaomba unitenge mbali na makosa yote niliyoyatenda kwako. Leo nimejua ukweli, leo nimejua ukweli. Ninakuahidi Bwana, kuanzia leo ninageuka, kuanzia leo ninabadilika, kuanzia leo ninabadilika. Nitaziishi kanuni zako, nitafuata kanuni zako, nitafuata kanuni zako ulizoziagiza Bwana, kanuni za kiuchumi, kanuni za kiafya, kanuni za mahusiano, kanuni za kukupendeza, kanuni za utakatifu. Nitazifuata Bwana.